Na tunaanza na taarifa kwamba kinara wa ODM Raila Odinga anasema alitafutwa na Rais William Ruto ili kusaidia serikali iliyokabiliwa na mawimbi makali kutoka kwa vijana wa kizazi cha Gen Z. Akizungumza katika kaunti ya Kiambu, Odinga alisema nia ya ushirikiano wake na Ruto ni kupata suluhu ya matatizo yanayokumba taifa ikiwemo ushuru, bima ya afya na ujenzi wa nyumba za bei nafuu. Akihudhuria hafla ya mazishi ya kiongozi wa zamani Kimani Waiyaki katika eneo la Muthiga, kaunti ya Kiambu, kinara wa ODM Raila Odinga alizungumzia uhusiano wake na Rais William Ruto ulioundwa rasmi Ijumaa wiki jana. Odinga anasema ni Rais Ruto aliyemtafuta baada ya serikali yake kukumbwa na mawimbi. Sasa watu wengi wanapiga kelele hapa na pale, Raila ameenda kwa Ruto, ametuacha. Mimi sijaenda kwa Ruto. Ruto amekuja kwangu. Mimi nimesema mimi nimebaki, msimamo yangu haijabadilika. Kitu muhimu zaidi mpaka sasa mimi nakuwa napigania haki ya Wakenya yote. Odinga ameongeza kuwa marekebisho yatafanyika akiwa ndani ya serikali na wala si nje, kama vile wapinzani wake wa kisiasa wanavyomshauri. Mambo matibabu iko na shida. Hii mambo ya SHA haifanyi kazi. Mpaka irekebishwe, si ndio irekebishwe. Mambo ya ushuru ambayo wananchi wanatozwa ni juu sana. Hata nyumba hizi mpaka irekebishwe, sio? Hawezi kurekebisha kama unakaa kando. Mpaka ungie tale uambie fanya hii na hii na hii, na weka watu yako hapa na hapa wafanye. Kiongozi huyu amesema jukumu lake si kuangalia wakati mambo yanaharibika, bali pia kutoa suluhu. Hatuwezi kukaa tu kando namna hii ili nchi iende kazame. Mpaka tufanye kazi, tuone kama tunaweza kuyarekebisha. Wakati kifika 2027, Wakenya wataamua ni nani wanataka kuongoza. Sasa nataka nihame niende Bondo, nikae Bondo. Baba endelea, siendelee. Viongozi walioandamana na Odinga wakionekana kushikilia msimamo kuwa atawania urais katika uchaguzi ujao licha ya ukuruba wake na Rais Ruto. Tunakula makao huko mbele, sisi tuko. Ni Mungu tu tunaomba tufikishe 2027. Marehemu Waiyaki alikuwa miongoni mwa viongozi wa miaka ya 60 na aliwahi kuhudumu kama katibu wa jiji la Nairobi. Marehemu pia aliwahi kuzuiliwa kutokana na misimamo yake ya kisiasa.